unapokuwa muombaji ukakita katika maombi ya kinabii, namba moja, utasababisha kasi ya utimilifu wa mapenzi ya Mungu. Namba mbili, utasababisha uhakika wa utimilifu wa mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo Yesu akasema, unataka kuona mapenzi ya Mungu yatimizwe, si ndio? Condition number 1, inabidi uwe mtu wa maombi ya kinabii. Bali ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe. Kwa hiyo unamchochea Mungu kupelekea utimilifu wa mapenzi yake kwako kwa njia ya maombi. Haijalishi umegundua vipi mapenzi ya Mungu kwa habari yako, pasipo maombi, mawili yanaweza katokea. Yale mapenzi yanaweza yakachelewa katika kutimia, jambo la kwanza. Jambo la pili, yale mapenzi yanaweza asitimie kabisa. Kwa maombi ndio yanasababisha mapenzi ya Mungu yatimie katika wakati ulioamuliwa. Amen. Pasipo kuomba, mapenzi ya Mungu yanaweza yakasogezwa mbele. Unakumbuka Bwana Mungu alizungumza na Ibrahimu akamwambia, uzao wako hakika utaenda utumwani miaka 400. Sawa? Kwa hiyo wale watu wakajikuta wako utumwani. Kizazi cha Ibrahim kikajikuta kiko Misri chini ya Farao. Miaka 400 ikapita. 401 na 2 na 3. Baadaye wakaja wakastuka, no, kuna unabii ulitoka ukizungumzia mapenzi ya Mungu kwa habari yetu. Tunatakiwa baada ya miaka 400 tutoke utumwani. Kwa nini tuko utumwani? Ndipo maandiko yanazungumza, ukisoma Kutoka sura ile ya 1, amen, wana wa Israeli wakamlilia nani? Bwana. Na Farao akasema, hawa watu wamekuwa wengi sasa, watatuzidi hawa, ngoja tuanze kuwashughulikia. Zikapitishwa sheria 2. Sheria ya kwanza ilikuwa ni kuwa watoto wa kiume wote. Sheria ya pili ni kuwafanya wale watu kwa hila, kutumia mbinu ili waendelee kuwa nani? Watumwa. Lakini ukisoma kwenye kitabu kile cha Kutoka sura ya 3, mwambie jina lako, Kutoka sura ya 3, wale watu wakagundua siri ya kusababisha utimilifu wa mapenzi ya nani? Ya Mungu. Amen. Kutoka sura ya 3 inazungumzia habari ya mtu mmoja anaitwa Musa. Kwanza, namna gani Musa alikuwa yuko katika harakati zake za kuchunga kundi lile la baba mkwe wake Yesro. Akaona kijiti kinawaka moto lakini hakiteketei. Akageuka kuangalia yale maono. Amen. Bwana alipoona Musa amegeuka, Mungu akajitambulisha kwa Musa. Akamwita Musa, Musa. Musa akasema, mimi hapa. Mstari wa 4. Mstari ule wa 6. Bwana akajitambulisha, mimi ni Mungu wa baba yako, Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Mstari wa 7. Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao. Nami nimeshuka niwaokoe na mikono ya Wamisri, niwapandishe katika nchi ile, hata nchi njema, kisha pana jayo maziwa na asali, hata mahali pa Mkanaani na Mhiti na Mwamori na Mperizi na Mhivi na Myebusi. Tazama, kilio cha wana wa Israeli kimenifikia. Nimeyaona hayo mateso ambayo Wamisri wanawatesa, nami nimeshuka niwaokoe. Kilio, sema kilio. Maana ya kilio ni nini? Maombi. Kwa hiyo kumbe, pasipo maombi hawa watu wangeendelea kuwa utumwani. Ukisoma baadaye kwenye Kutoka somewhere inazungumza wana wa Israeli walikaa utumwani miaka mingapi? 430. Kilichowafanya wachelewe kutoka utumwani haikuwa sawasawa na mapenzi ya Mungu, ilikuwa ni wao kukawia kuomba.